Habari yako mkulima mwenzangu, karibu sana. Leo nataka nikufunulie siri moja matata sana, siri ambayo wakulima wachache wanaitumia kupiga hela ndefu wakati wa kiangazi, kipindi ambacho mashamba ya wengine yamekauka kabisa. Na sikiliza, hii sio story, ni mbinu halisi inayofanya kazi sasa hivi hapa Tanzania. Hebu tafakari hili jambo kidogo. Wakati wewe shamba lako limekauka, yani vumbi tupu, kuna mkulima mwenzako mahali anauza mazao yake kwa bei ya mara 3, mara 4 hadi mara 5 zaidi ya bei ya kawaida. Hii ndiyo tofauti kati ya kilimo cha kubahatisha na kilimo cha kijanja, na leo utaelewa wanavyofanya. Okay, kwanza tuwe wawazi. Lazima tukubali adui yetu namba 1 ni nini? Na adui yetu mkubwa ni hili janga la kiangazi, nguvu ya ukame unaodumu kwa miezi mingi hapa kwetu. Hii ndio hali halisi kwa wengi wetu, si ndio? Yaani ni miezi 4, 5, wakati mwingine hadi 6, shamba halina kitu. Kila kitu kimekauka. Kazi yako inakuwa ni moja tu, kukaa na kusubiri mvua. Na kipindi chote hicho hakuna senti inayoingia. Maisha yanasimama. Ni mzunguko unaoumiza sana. Lakini sasa, hapa ndipo kwenye habari njema. Ndani ya tatizo hili la kiangazi, kuna fursa kubwa ajabu imejificha. Fursa ya kutengeneza pesa nyingi sana ambayo wakulima wachache wenye akili wanaitumia kubadilisha maisha yao kabisa. Hebu tuangalie namba zenyewe hapa sokoni. Nyanya ile unayouza 800 kwa kilo wakati wa mvua, hebu ona, inafika mpaka 3500 wakati wa kiangazi. Pilipili hoho kutoka 1500 inaruka mpaka shilingi 6000 kwa kilo moja. Unanielewa ninachomaanisha? Hii ni faida ya ajabu. Na kwa mazao mengine kama matango, bei inaweza kuruka juu hadi mara 5 zaidi. Fikiria kidogo. Unauza gunia moja tu la matango kwa pesa ambayo ingekupa magunia 5 kama ungeuza wakati wa masika. Hii ndiyo nguvu ya kulima wakati kila mtu mwingine amelala. Na jambo la muhimu kuliko yote ni hili. Soko halina likizo. Watu wanakula kila siku, iwe kiangazi au masika. Mahoteli yanahitaji mboga, masoko yanahitaji mboga, familia zinahitaji mboga. Sasa, wakati wa kiangazi, wewe ndio unakuwa mfalme, kwa sababu washindani wake wote wamesimama, wanamgoja Mungu awanyeshe mvua. Sasa, swali la msingi ni hili hapa. Hawa wakulima wanaopiga hizi hela zote wakati wa kiangazi, wanatumia siri gani? Ni uchawi? Ni miujiza? Hapana. Jibu ni rahisi sana kuliko unavyofikiria. Siri yote ipo kwenye neno moja tu. Maji. Hawa hawategemei mvua, wao wanadhibiti maji. Na silaha yao kuu wanayotumia kudhibiti kila tone la maji ni teknolojia inayoitwa umwagiliaji wa matone, au kwa jina maarufu drip irrigation. Hebu angalia huu ufanisi sasa. Pale ambapo wewe unamwaga maji shambani kwa mifereji na kupoteza lita 10,000 kwa ekari moja, mfumo wa drip unatumia lita 2,000 tu au 3. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha hata kama una kisima kidogo, unaweza kulima eneo kubwa sana. Maji yanaenda moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea, hakuna upotevu. Yaani, unapunguza matumizi yako ya maji kwa zaidi ya 60%. Hii sio ndoto, ni uhalisia. Hii ndiyo teknolojia inayokupa kibali cha kulima wakati wa kiangazi bila wasiwasi wowote, kwa sababu kila tone la maji linafanya kazi pasavyo. Sasa, ili usione kama nakupa hadithi za kufikirika, acha nikupe mfano halisi. Hii ni stori ya mmoja wa wateja wetu kule Morogoro. Mtu aliyeamua kuacha kulalamika na kubadili mchezo. Huu ulikuwa uwekezaji wake wa kuanzia. Shilingi milioni 5. Pesa hii ililipia kila kitu. Mfumo kamili wa drip kwa ekari zake 2, tanki, pampu, filter, yani kila kitu kuanzia A mpaka Z. Sasa sikiliza vizuri hapa. Kakikaki ya lile jua kali la kiangazi, kwenye ile ekari moja tu ya pilipili hoho, alikuwa anavuna na kuingiza shilingi milioni 1.5. Si kwa mwezi, kwa wiki. Unasikia vizuri? Kila wiki milioni 1.5 inaingia mfukoni. Na hapa ndipo namba zinapochanganyikiwa. Ndani ya msimu mmoja tu wa kiangazi, yani ndani ya miezi 4 tu, mapato yake yote kutoka kwenye zile ekari 2 yalifika shilingi milioni 20. Fikiria,
Alirudisha ule mtaji wake wa milioni 5 mara 4 zaidi ndani ya msimu mmoja tu. Sasa, najua unaweza kuwa unajiuliza, sawa bwana, nimekuelewa vizuri sana, lakini mimi naanzia wapi sasa? Tulia, niko hapa kukuonyesha njia. Ni rahisi kuliko unavyodhani. Zipo hatua 4 tu za msingi. Kwanza kabisa, angalia chanzo chako cha maji. Je, kinaweza kukuvusha kiangazi? Hilo ni muhimu. Pili, chagua mazao yenye bei kubwa sokoni wakati wa kiangazi. Tatu, na hapa ni muhimu sana, tafuta mtaalamu akusaidie kuchagua mfumo sahihi kwa shamba na bajeti yako. Na 4, usianze na pupa. Anza na nusu eka, jifunze vizuri, halafu mwaka unaofuata unapanua. Na hapa ndipo sisi tunaingia. Kujaribu kufanya haya yote peke yako inaweza kuwa ngumu na unaweza kupoteza pesa. Ndio maana sisi, Kilimo Biashara Afrika, tupo kwa ajili ya kukushika mkono. Lengo letu ni moja tu, kukusaidia wewe mkulima kubadilisha kilimo chako kutoka kwenye kilimo cha mazoea na kuwa biashara halisi yenye faida inayokupa kipato mwaka mzima bila kujali kama mvua inanyesha au la. Sisi tunafanya kazi yote ngumu kwa ajili yako. Tunakuja shambani kwako, tunapima ardhi yako, tunasanifu mfumo maalum unaokufaa wewe na bajeti yako. Tunakufungia kila kitu na hata tunakupa ushauri wa kitaalam ni mazao gani yatakulipa haraka zaidi. Basi usisubiri tena. Msimu ujao wa kiangazi unaanza sasa. Chukua simu yako na utume neno DRIP kupitia WhatsApp kwenda namba hii 0763 071 007. Narudia tena 0763 071 007. Nasikiliza, watu 10 wa kwanza kabisa kuwasiliana nasi, tutawapa ushauri wa awali na tathmini ya shamba lao bila malipo yoyote. Na kama wewe ni mtu ambaye unapenda kwanza kuelewa mambo kwa undani kabla ya kufanya uamuzi, tumekufikiria pia. Tumekuandalia kitu maalum sana. Tumeunda maktaba ya vitabu vya kielektroniki tunayoita Kilimo Biashara Online Academy. Hapa ndani utapata miongozo kamili iliyoandikwa kwa lugha rahisi, hatua kwa hatua, jinsi ya kulima mazao mbalimbali kwa faida kubwa, tukitumia mifano halisi ya hapa hapa Tanzania. Ili uweze kupata hii miongozo, tembelea tovuti yetu sasa hivi kwenye anwani hii unayoiona hapa, www.kilimo.net/books. Ni rahisi sana. Ingia tu hapo na utapata maarifa yote unayoyahitaji ili uanze kilimo chako kwa ujasiri. Hebu nimalizie na ujumbe huu muhimu sana. Mafanikio yako shambani hayatokani na mvua wala bahati. Yanatokana na uamuzi mmoja tu. Uamuzi unaofanya leo, sasa hivi. Uamuzi wa kuacha kusubiri na kuanza kudhibiti hatima yako. Mwisho kabisa, nataka kusikia kutoka kwako. Niambie hapo chini kwenye sehemu ya maoni. Hali ikoje kwako? Una chanzo cha maji ambacho unaweza kukitumia mwaka mzima? Au bado na wewe ni miongoni mwa wale wanaosubiri mvua? Tuandikie jibu lako. Nataka kusoma kila maoni.